Karibu tena kwa wakati mwingine mahali pa Kweli Yote TV, mahali pa chuo cha kweli yote kwa ajili ya kujifunza ule utimilifu wa habari ya kweli kwa watu wote juu ya nchi kwa ajili ya siku ya mwisho yenye uelewa wote wa yale ambayo tulikuwa tuyajui. Kwa hiyo karibu kiongozi, karibu mwananchi, karibu wote wa mataifa yote, weupe, weusi, wekundu. Kwa hiyo ni kipindi kizuri tena kwa ajili ya kuongea na kuongeleshwa na yeye kwa ajili ya utimilifu wa yale yote ambayo tulikuwa tuyajui. Sasa tuishi tukiwa tunajua, tuwe na faida mbele zake yeye. Kwa hiyo namshukuru sana yeye kwa ajili ya majira hii nyingine. Karibu kwa ajili ya kuungana pamoja. Kwa hiyo kabla ya hapo basi tushukuru, tumwambie Baba asante. Baba mwema, mzuri, utukuzwe, uinuliwe, uheshimiwe, kwa maana tayari unatenda kwema na tayari umekwisha kukaribisha na kutukaribisha sisi sote, weupe, weusi, wekundu, wote wa mataifa yote kwa ajili ya utimilifu wako, ili Baba ujitukuze na uabudiwe. Imetokea. Karibu sana. Sasa leo akili bandia zote juu ya nchi zimefutwa, juu ya uumbaji na kupokea ile akili ya kweli yote. Sasa lazima tujue moja kwa moja kwamba hii akili ni mfumo kabisa ambao majira zote hatukujua akili, japokuwa tunasoma kila kitu juu ya nchi kina akili. Kwa hiyo kama ni mfumo wote juu ya nchi, basi akili ndio kila kitu. Kwa hiyo akili ndio mfumo wa kutawala kitu. Akili ndio mfumo wa kumanage kila kitu. Ndio maana unaona hata unaweza kuwa na moyo mbaya, lakini ukawa na akili ya kumanage vitu, tayari wakawa na manage. Kwa hiyo akili ni senta kubwa ambao kwa uhalisia tulikuwa tunajua ni kile kitendo tu cha nafsi, kwa sababu nafsi ndio tulijua kama ndio imebeba nguvu ya akili ndani yake. Lakini akili ni mfumo mpana, kwa sababu yeye ilibidi aufiche usitumike, ila mpaka majira hii wakati sasa anarejesha ile akili ya kweli kwa sisi sote. Tunaona hapa kwa mara ya kwanza anasema ile akili, Mwanzo ile 2 ule mstari wa 7, yeye Baba akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Kwa ile nafsi hai ndio akili, ila hapa imeumbika kama nafsi. Ndio maana unaona kwenye utendaji kule anasema mtu amegawanyika mara 3. Pale Paul anatufundisha hapa, lakini si hivyo. Akili inabebeka kama akili. Akili yani haifananishwi wala hailinganishwi akili. Akili ni stand, yani imesimama yenyewe. Hapa Wakorinto wa kwanza wa 2 na itafuta hapa, Paulo anatuelezea habari yake hiyo. 1, basi wapenzi, tangu kwa kuwa tuna ahadi hizo, na tujitakase nafsi zetu na uchafu wote na mwili na roho. Hapa ule utatu wa mwili, lakini kwa uhalisia hatukaenda kwenye Wathesalonike ile wa kwanza 5 ile 20, utakuta pale anaongelea nafsi 3. Sasa hapa ye Baba anaongelea akili juu ya nchi, ambayo ndio inabebeka kama vile nguvu ya kutoangamizwa chochote. Yaani akili ndio inaongea, akili ndio inafanya, akili ndio utendaji wa kila kitu juu ya nchi. Kwa tunaona hapa tukimwona huyu aliyekuwa Yusufu kwa mara ya kwanza,
Tunamwona Mwanzo wa 41 ule mstari wa 38. Farao akawaambia watu wote, tupate wapi mtu kama huyu mwenye moyo wa Mungu? Farao akamwambia Yusufu, kwa kuwa yeye baba amekufahamisha haya yote, hapana mwenye akili na hekima kama wewe. Kwa hiyo akili ndio kila kitu. Sasa ina maana kinafundishwa kupitia ile mafundisho mbalimbali ambayo ndio yamebeba. Kwa hiyo akili ni utendaji juu ya nchi. Kwa hiyo ukiona kuna kiti kina akili yake, ukiona tairi hizi kuna akili yake, ukiona kila kitu unachokiona juu ya nchi ni akili. Sasa inategemea ni akili ya namna gani. Sasa kuna ile akili ya kweli yote ya baba. Ile akili yote ndio tunaiona hapa ya Mwanzo ile 1:26. Yeye baba akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini, wa angani na wanyama na nchi yote pia. Kwa hiyo hiyo ndio akili ya kutawala. Yaani anakuwa the same, anakuwa the one, anakuwa mmoja na baba. Kwa hiyo anakuwa na akili ya baba, anakuwa na jicho la baba, anakuwa na sikio la baba, anakuwa na moyo wa baba, halafu anakuwa na nguvu ya ile hatua step ya kuchukua ambayo ni ya kweli yote. Sasa tunaona faida au matokeo ukiwa na ule tayari na akili. Ina maana unakuwa bustanini. Bustanini ina maana ni maisha ambayo ni ya kutunza kila unachobarikiwa na kutunza wakati. Yaani unaelewa, unapambanua. Hapa kwenye Mwanzo 2:15. Yeye baba akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani Eden, ailime na kuitunza. Kwa hiyo ile ndiyo ilikuwa nguvu ya yeye kukabidhiwa kama mafuta ya kupewa akili ya baba, ikiwa tayari imebeba mfumo wote wa sikio, mfumo wote wa jicho, mfumo wote wa moyo na hatua. Kwa sababu kitu chochote akianzia moyoni kinaanzia kwenye akili. Unapoona, kwa hiyo inategemea unaona vipi. Kwa hiyo kufundishwa kile unachofundishwa na unachokisikia na unachokiona ndio kinakwenda kwenye akili. Kwa hiyo tunaona sasa yeye kwenye ile nguvu ya kuonekana ni yeye na ndio akili yake. Tunaiona kwenye Mwanzo 2:19. Yeye baba akamfanyisha kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani, akamletea Adam ili aone akawahitaji. Kila kiumbe hai jina alilokiita Adam ndio likawa jina lake. Kwa hiyo sasa akawa sawa na baba. Kwa hiyo yeye sasa baba ni mkuu na huyu ndiye mtawala juu ya nchi. Sasa tunaona akiwa anatamka kwamba kwenye Hesabu 23 ule mstari wa 19 akituambia kwamba yeye baba sio mtu. Hesabu 23 ule mstari wa 19. Yeye baba sio mtu aseme uongo, wala si mwanadamu ajute. Haya mambo mawili yakumbuke. Kwa hiyo mtu asili yake ina sehemu fulani ya uongo. Huo uongo ulitokea wapi? Na anajuta ulitokea wapi? Kwa hiyo tunasoma hiyo hatua ya uongo iko kwenye Wafalme Wafalme wa pili
Wafalme Wafalme wa kwanza 3. Ile wakati wa Sulemani, ule mstari wa 7, yeye sasa umenitawaza wewe niwe mfalme mimi mtumwa wako badala ya Daudi baba yangu, nami mtoto mdogo tu, sijui jinsi nipasavyo kutoka wala kuingia, na ni mtumwa wako yu katikati ya watu wako uliowachagua, watu wengi wasiweza kuhesabiwa wala kufahamika idadi yao, kwa kuwa ni wengi. Kwa hiyo mimi mtumwa wako, moyo wa adili, naomba moyo wa adili ni wahukumu watu na kupambanua mema na mabaya, maana ni nani awezaye kuwahukumu hawa watu wako wote? Neno hili likawa jema machoni pa yeye kweli yote, kwa kuwa Sulemani ameomba neno hili. Yeye kweli yote akamwambia, ambaye ni baba, kuwa umeomba jambo hili, wala kujitakia maisha ya siku nyingi, wala ukutaka utajiri kwa nguvu yako, wala ukutaka moyo wa adui zako angamie, bali umejitakia akili za kujua kuhukumu. Basi tazama, nimefanya kama ulivyosema, na tazama, nimekupa moyo wa hekima na wa akili. Hata kabla yako hapata kuwa na mtu kama wewe, wala baada yako hata inuka kama wewe. Kwa hiyo nguvu kubwa juu ya nchi, akili, ilikuwa tayari iko kwa Sulemani. Hakuna, kwa sababu tayari Sulemani ndio mtoto wa Daudi, na ndio akili iliyokuwa ndani yake ya kujua vitu vingi sana, kupambanua vitu vingi sana, na akawa amepewa kwenye lile agano la jua na mwezi, mchana na usiku. Kwa hiyo dunia lilipotoka lile kusudi tayari ndani, na maana wakawa na huu mfumo juu ya nchi. Kwa hiyo tunaona huu mfumo wa Yerusalemu wa kwanza juu ya nchi, huu ulikuwa tayari ni mateka. Kwa hiyo hata wakati kizazi hicho kinakuja kwa ajili ya kuonekana kwamba na yenyewe ni mfumo wa Yerusalemu wa kabila 12, lugha 12, chemichemi 12, simba 12, maagano 12, bado, kwa sababu tayari dunia walikuwa wanao huu mfumo. Kupitia nani? Kupitia huyu ambaye tunamwona ni Adam. Adam, kile kitendo cha yeye kumwacha baba na mama, ile akili ndani yake ambayo ndio ilikuwa ni kwa ajili ya kutawala, ni kwa ajili ya kumiliki na kutiisha, ile akili iliondoka. Sasa nani aliiondoa? Nani aliichukua? Tunasemaga shetani. Nani huyo sasa? Na nani baba anasema ni mtu na mwanadamu? Nani? Kwamba mwanadamu na anajuta na mtu ni muongo. Huyo ni nani? Kwa hiyo tunaona kile kitendo sasa cha yeye, kwa sababu Adam na Hawa ni wote wanaitwa Adam, ni kama pacha walivyo. Ukienda kusoma kwenye ile agano la Yakobo ambalo limefundishwa, ni kwamba inaonekana kama pacha, lakini ni binti na kijana. Kwa hiyo hile ndio maana wanaposema wanakuwa ni moja. Kwa hiyo ndani yao wanakuwa ni moja, na ile mwaka mmoja kwa baba, na wao wakiwa na miaka baba hana mbili, hana huyu anasema mwanamke na huyu ana mwanaume. Yeye kwake, yeye wote anawajua ni moja, ila ni vyombo vya kumletea watoto. Kwa hiyo mbele zake ni vyombo vya kumletea baba familia nzuri, akili, wenye akili nzuri ya kweli, jicho la kweli, sikio la kweli yote, na moyo wa kweli yote, na hatua za kutenda yale ambayo yanapaswa. Hao ndio wanaitwa nguvu ndani yao ni miaka 1000, lakini kwa baba ndio siku moja.
Kwa hiyo ile ilikuwa siri imejificha kwa sababu ya kuonekana nguvu ya kwamba kuna mwanamke na kuna mwanaume. Hayo ni maumbile tu na ni majina ya kuita, lakini kwa sababu tayari kulitokea lile anguko ambalo tutaliona hapa, kwa kile kitendo cha Adamu kusema leo namwacha baba, kwa ile nguvu sasa ya akili iliondoka. Kwa hiyo yeye akahamishwa ndani ya akili yake. Ina maana kulikuwa na akili ya kweli yote, ambayo yeye nimeambia kwamba wewe ndio mtunzaji na wewe ndio mtawala. Tutakuwa unakuja tu kuworship kwa ajili ya yale mazuri, kushukuru kwa ajili ya zile baraka na mema na mazuri ambayo Baba mimi nimekuachia umiliki. Sasa kosa lake juu ya nchi na ile akili kuondoka ni ile nguvu ya kutamani, yani mawazo mabaya ambayo tunayaona kwenye hapo akisema na muacha baba na mama. Ina maana kile kitendo ndio ukuu ndani yake unaondoka, unakuwa vita ndani yake kati ya uongo ambao ni mawazo mabaya ya yeye kutaka kumkoni baba, yani mtu na mwanadamu, yani yule Adam, ile nguvu ya kwamba sasa mimi nimekukabidhi vitu vyote, wewe unatakiwa kuja kushukuru. Ndio akawaza mabaya kwa ajili ya kutaka kuchukua ile empire yote juu ya nchi na uumbaji, yani asikontroliwe, asiwe anaulizwa bwana wewe kwa nini hujaja kushukuru. Kwa hiyo yeye ndio awe boss. Tunaona hapo ndio matokeo ya vita tunaiona kwenye Ufunuo 12 ile mstari wa 7. Yani vita kwenye akili. Kulikuwa na vita mbinguni, Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana naye pamoja na malaika zake, nao hawakushinda wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Mbinguni sasa ndio ile ya Mwanzo 2 ule mstari wa 23. Kwa sababu tayari ile Mwanzo 1:26, Mwanzo 2:15 na Mwanzo 2:19 ile ni mbinguni ya Baba kupewa umiliki, yani anamjua Baba ni nani na anayetakiwa kuabudiwa ni nani, kushukuriwa ni nani. Sasa alipofunguliwa wao wakawa wawili kama nguvu ya vyombo. Ina maana walipotamka kwamba bwana leo tunaachana na baba, tunaachana na mama, ina maana kile kitendo sasa cha kutoka wakawa baba kopi juu ya nchi na wakawa mama kopi juu ya nchi. Kwa hiyo unayemwona baba ndani yetu kwa ajili ya juu ya nchi na mama ndani yetu, ina maana ndani yao huku nyuma kuna utendaji mwingine wasili sana, mimi baba, na utendaji wa mwingine ndani yangu wasili wa kile kitendo cha kwenye akili ya baba, ambapo nilikuwa najua kwamba baba ni kweli yote na mama ni mfumo wa majira ya 28 miezi 9, mwaka wenye miezi 9. Sasa huo ndio mfumo wa mti wa bustani wa Adam kwa ajili ya kumiliki uumbaji wote. Sasa hicho kitendo cha kutaka kugla, ina maana ni kile kitendo sasa cha kwenye akili kati ya ile kweli yote ambaye ndiye baba aliyempa umiliki na yale mawazo mabaya, uongo. Kwa hiyo Adam ndio akawa amemtoka pale. Alipotoka ndio tunaiona hiyo Mwanzo sasa 2, ile Mwanzo 3:22. Yeye baba ambaye ni kweli akasema basi huyu mtu amekuwa kama mmoja wetu kwa kujua mema na mabaya. Kwa hiyo tayari ana hekima ya kwamba baba anaabudiwa kwa namna gani, na huu mfumo wa uumbaji ndio akili yake
ufumbuzi unaoiona juu ya nchi ni akili ya damu, lakini imesimamishwa kama kutekwa. Kwa hiyo yeye tunaonekana kama vile Adam ni innocent, lakini Adam ndio mwenye nguvu ya utendaji wa kuwa against na baba, akili yake. Kwa hiyo mateka ya watu wote juu ya nchi ni ile akili ya Adam, ambapo tayari inafundishwa kama shetani nje. Kwa hiyo huku tunabaki tunamfundisha shetani, tunamfundisha ibilisi, lakini ibilisi ni akili. Naweza kukupa mfano leo, wewe mtu na mimi, kwa mahali ambapo labda nimefanikiwa. Angalia react yako kwenye akili. Je, una react kwa ajili ya kwenda kumshukuru baba? Ulikuwa unahitaji mtoto au familia, umeipata. Je, una react vipi? Hiyo ndio vita. Yaani wewe unaanza kufanya empire yako. Kwa hiyo humjali tena yule ambaye tayari amekupa hilo jicho, amekupa huo uzima, amekupa kila kitu. Kwa hiyo ile akili ndio nguvu ya shetani ndani yetu. Kwa hiyo shetani sio eti kwamba eti ni spirit liko mapolini. Sio mapolini. Ni mtu kabisa, mimi na wewe. Tunapokuwa against na ile kweli. Kwa sababu tayari tulitolewa. Adam kwa elimu zote alizotufundisha huko nyuma na nguvu ya walimu wake wote, ina maana anatufundisha maisha tofauti, elimu tofauti, ambazo anatuonyesha kama vile kwamba yeye hayuko. Yaani yeye shetani ndio mwenye shida ambaye anapigana na baba. Lakini tujiulize kwamba kwani hapa bustanini hapa, si hapa inaonekana ni mawazo mabaya? Kwa tunaona sasa Adam, badala ya Adam kuonekana anataka amiliki, bila yeyote kuwa juu yake. Ndani yake Adam alikuwa tayari ameshapokea. Baada ya kutoka pale, ina maana alikuwa na hekima, alikuwa na akili. Kwa sababu ile Mwanzo 2:19 na Mwanzo 1:26, namna ya kutawala, kumiliki, kuwa juu ya vyote wote na vyote, alikuwa navyo Adam. Kwa maana tunaona hapa, kwa kurudia lakini ni kwa faida, yeye baba akasema anatumfanye huyo mtu kwa sura yetu, wakatawale samaki, wakatawale vitu vyote juu ya nchi. Tunaona Mwanzo 2:19, yeye baba akafanyisha kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani, akamletea Adam ili aone atawahitaji. Ile hekima ya kujua madini yako hapa, madini yana kazi gani, ili jua lina kazi gani, tena hiyo mito na maziwa, na namna ya kuform vitu alikuwa navyo Adam. Ile akili ndani yake. Kwa hiyo sasa wakati anatoka, alitoka na idea. Kwa hiyo yeye sasa alipolala, generation yake, kwa sababu ndio inatumia akili yake. Tunaona Mwanzo 5:5, kaburi lake la kwanza kabisa likiwa ni miaka 930. Siku zote Adam alizoishi ni miaka 930, naye akafa, kwa sababu ni wote wawili. Ina maana hapo wote nguvu ya akili zao ziko hapo. Kwa hiyo hapa sasa ndipo ibada za mauti zilipoanzia.
Kama vile ile mauti ya kwanza ni ya kumwacha baba, hii mauti ya pili ndio inatengeneza nguvu ya utumwa wa watu yote juu ya nchi, kwa kila kitu kutumikishwa, kwa sababu sasa kila kitu kinaonekana ni spiriti, na Adamu anajua, anaelewa. Tunaona ili upate Mwanzo 3:22. Yeye baba akasema, basi huyu mtu amekuwa mmoja kati yetu, amekuwa kama mmoja wetu kwa kujua mema na mabaya. Kwa hiyo kuna siri fulani anaijua huyo Adam. Ina maana akatolewa sasa, na sasa asije akanyosha mkono wake akatwaa matunda ya mti wa uzima akala akaishi milele, yaani akawa kama yeye ndio Mungu mwenyewe. Kwa ile hekima tu ndogo ya Adam, ya mimi na wewe, yaani kwa mfano masomo tulionayo, mali tulizonazo, utajiri tulionao, je, havikuinui akili? Hapo ndipo panaitwa mahali pa juu pa mtu. Kwa hiyo tunaona hapa akili ya Adam kutumika bila faida ya baba, ndio maana unaona anamfukuza. Tunaona hapa mauti kwa ajili ya mtoto wake. Unaweza kujiuliza kwa nini ambaye ni Habili hatajwi sana. Habili ni mtoto, huyu ni mtoto tu aliyefanyika kuwa sadaka kwa ajili ya makafara ya damu, kwa sababu mama na baba ndio miliki. Kwa hiyo hilo kaburi lilikuwa linatakiwa litumike sana kwa ajili ya yeye, kwa sababu tayari yeye ndio kawa Mungu juu ya nchi. Kwa hiyo ndio maana unaona watoto wanaweza kutolewa kafara na watu, yani bila, na anayemtoa ni mtu. Kwa hiyo namuona ni kama shetani, lakini ni akili yake sasa, kwa sababu tayari haina control, sababu ilishamtoka baba, kwa hiyo inamiliki yenyewe. Kwa hiyo tunaona hapa ndio sasa anapelekwa kwenye levo ya utumwa wa miaka 70. Ndio Yeremia kule tunamuona naye sasa anatokea kwa ajili ya kuja kutueleza kwamba bwana, huu utumwa ni wa miaka 70, una nira ya chuma. Kwa hiyo mtaenda kuzaa huko. 27:5. Mimi nimeiumba dunia hii, wanadamu na wanyama walio juu ya uso wa nchi, na kwa uweza wangu na kwa mkono wangu ulionyoshwa, nami nawapa watu kama nipendavyo. Na sasa nimetia nchi hizi zote katika mkono wa Babeli, mfalme wa Babeli, mtumishi wangu. Kwa hiyo alipoona sasa Adamu anang'ang'ana, akasema kumbe wewe ni mtu sawa, na unataka kuglabu uwe kama mimi, yani nisiabudiwe. Basi ndio akamnyang'anya huu utendaji unaomuona juu ya nchi, yani hii madini akanyang'anywa. Yani ina maana si miliki, hata kama yani yeye ni mtu ambaye alishindana na baba, lakini utendaji vitu ndio vinamiliki. Kwa hiyo tukasema sasa naenda Babeli. Yani Babeli ina maana ni mfumo wa haya matabaka tulionayo, mila zetu, kabila zetu, koo zetu, ibada mbalimbali za miti, za mawe. Huko ndio alipelekwa mtu akainamia hivyo vitu, kwa sababu ya kushindana na baba, kutaka kuwa kama baba. Kwa hiyo ndio maana akamnyang'anya. Ndio maana unaona kama Adamu
na familia yake yote wanasingizia shetani, kwamba shetani amechukua vitu. Ni kile kitendo cha yeye kutaka kushindana na baba. Alipotaka kushindana na baba Adam, ina maana baba ilibidi amnyang'anye empire, ile empire, umiliki wa vitu, ili avisujudie vitu. Kwa ndio mahali hapo akili ndio tunasingizia shetani, tunasingizia ibilisi, tunasingizia mambo mengi. Tunaona hapa ili tupate, ndio hapo tukaambiwa sasa tukazae huko polini, sasa huko mjini, kwenye imani zote tulizonazo, tukifundishwa shetani yuko mbali, lakini shetani ni mtu mwenyewe na akili yake iliyokuwa tayari imekataa kweli. Yeye baba akawaambia hivi, watu wote waliochukuliwa mateka niliofanya wachukuliwe toka Yerusalemu mpaka Babeli, jengeni nyumba mkakae ndani yake, kapandeni mizabibu mkale matunda, kaweni, oeni wake mkazae wana na binti, kaozeni wake wa wana wenu, mkawaoze waume binti zenu, wazee na binti zenu, mkaongezeke huko wala msipungue. Kautakieni amani mji ule ambao nimewafanya mchukuliwe mateka, mkauombee kwa baba, kwa maana katika amani yake nanyi mtapata amani. Maana yeye baba asema hivi, ambaye ni kweli yote, manabii walio kati yenu wasiwadanganye, wala msisikilize ndoto zenu mnazooteshwa, kwa maana kwa jina langu utabiri maneno ya uongo, nami sikuwatuma, asema yeye. Maana baba asema hivi, ambaye ni kweli yote, Babeli utakapotimiza miaka 70 nitawaingilia na kutimiza ile kweli yote. Na ile Yeremia 25:12. Hapo anategemea kwa sababu kuna 930 ya utumwa wa mara mbili. Ili sasa atoke mtu kwenye utumwa huo wa mara mbili, lazima itimie majira ya kweli hii ya watu wote, Yerusalemu yake ile ya kweli, mwaka wenye miezi 9 unaoanzia ndani hapa kuja nje, sio huu unaoanzia hapa miezi 9 iko pending, halafu tunaanza kuhesabiwa hapa. Hii sio ya ibada. Hii 12 ni ya kiserikali, kwa sababu serikali kama nchi, lakini ni watu. Ibada nabii sana na ibada hizi, kwa sababu ndio watu wapo humo. Sasa ina maana tunaona kwamba tayari anaenda utumwani miaka 70. Kwa hiyo mahali pa Adam, akili yake ndiyo iliyoshuka chini juu ya nchi. Kwa ndio hiyo sasa inayotumika. Hata ukimsoma pale kwenye Matendo 19:35 wameficha sana, lakini ni kile chombo, ile mtu akili iliyotoka juu ya baba kuja kutawala juu ya nchi, ambayo ikatengeneza uasi. Tunaona Matendo 19 ile 35. Kalani wa mji alipokwisha kuwatuliza watu, akasema, enyi wanaume wa Efeso, ni mtu gani asiyejua kuwa mji wa Efeso ni mtunzaji wa hekalu la Artemi, aliye mkuu wa kitu kile kilichoanguka kutoka mbinguni, ambacho sasa tunakiona kwenye Wafalme wa Kwanza 22. Nasoma hapa kwa mamlaka yake, Wafalme wa Kwanza 22 ule mstari wa 16. Mfalme akamwambia, mara ngapi nikuapishe usiniambie neno yaliyo
yaliyo kweli kwa jina la Baba. Akasema, naliwaona Waisraeli wote wametawanyika milimani kama kondoo wasio na mchungaji. Ye Baba akasema, hawa hawana mchungaji, warudi kila mtu nyumbani kwake. Yaani hawana mwombezi kwa amani. Mfalme wa Israeli akamwambia Yehoshafati, je, sikukuambia hata nibashiria mema ila mabaya? Mikaya akasema, sikia basi sauti hii. Mikaya akasema, sikia basi neno hili ambalo nalimwona yeye Baba ameketi katika kiti chake cha enzi na jeshi lote la mbinguni, ambapo mahali pake wamesimama upande wa mkono wake wa kuume na wa kushoto. Yeye Baba akasema, ni nani atakayemdanganya Ahabu? Hicho ndio kitu kilichodondoka ambacho tayari walikopi na Adamu, kwa sababu tayari nguvu ya kutaka mamlaka. Yeye akasema, ni nani atakayemdanganya Ahabu ili akwe Ramoth Gileadi akaanguke? Basi huyu akasema hivi na huyu akasema hivi. Akatoka pepo akisimama mbele ya Baba akasema, mimi nitamdanganya. Lo, yeye Baba akamwambia, jinsi gani? Akasema, nitaondoka na kuwa pepo wa uongo kinywani mwa manabii wake wote. Kwa hiyo hicho ndicho kilichomwingia nani? Huyu anaitwa Adamu. Ndio maana akasema mtu ni kitu gani? Kwa sababu mtu kazi yake ni uongo na mwanadamu anajuta. Ina maana ni ile akili ndani ya kusema hii ni yangu, hii ni yangu. Yaani sasa hata ukiangalia tu kwenye juu ya nchi ilivyoharibika, ndivyo utajua wewe mwenyewe. Kwa hiyo narudi, kwa hiyo kila kitendo cha Adamu, yeye kumwacha baba na kujiita baba juu ya nchi na mama, na wakati maana ya baba hatukuijua. Ndio maana tunamwona Yesu akija akituambia hapana, mtu atakiwa kuitwa baba, kwa sababu alikuwa na maana ya kwamba baba ni kweli yote, na yote atakayeitwa baba ina maana tayari atakuwa amesimama kwenye nafasi ya baba juu ya nchi. Kwa hiyo tunamwona nani aliyesimama na nani anaitwa baba. Anaitwa baba yule anayemletea baba watoto, huyo ndio anaitwa Adam. Adam ina maana anaitwa baba, na kama anaitwa baba ina maana ndani yake, kwa sababu tayari anang'ang'ana na baba kwa ajili ya kunyang'anyana, ina maana yeye ndio anakuwa na ile hifadhi ya kupokea uongo, kuwa anapingana na baba, anapingana na ile kweli, sio roho ya shetani. Yaani ni mtu ila akili yake tayari inakataa, kwa sababu kuna nguvu ya ya kwamba self yake, yani selfish, ndio hivyo. Kwa hiyo tunamwona yeye sasa wakati anakuja akasema hapana, mimi kwenye Luka ile 1:26 ndio maana hakutaka kuwa pamoja na mtu na mwanadamu, sababu alijua tayari mtu tayari ameshapotoka. Tunaona hapa Mwanzo ile Luka 1:26, mwezi wa 6 malaika Gabrieli alitumwa na yeye baba kweli yote mpaka mji wa Galilaya, yani ailete ile kweli kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu wa mbari ya Daudi, na jina la bikira huyo ni Mariamu. Akaingia nyumbani kwake akasema, salamu uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Naye akafadhaika kwa sababu ya salamu ile, akawaza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata nguvu ya neema kwa Mungu ambaye ni kweli. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, na jina lake utamuita Yesu. Huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana aliye juu, na yeye baba mwenyewe atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Atamiliki nyumba ya Yakobo milele wote. Ina maana atamiliki. Hii ndio majira ya Yesu ya mwezi wa 6 mpaka mwezi wa 12. Yesu hajazaliwa mwezi wa 12, kwa sababu ukiangalia kaunti toka mwezi wa kwanza, mwezi wa 5, mwezi wa 6 mpaka mwezi wa 6 unapata miezi 6. Yesu hawezi kuwa premature. Kweli haiwezi kuwa premature.
Yaani kweli inakuwa imetosheka kuanzia mwanzo mpaka utimilifu wake. Kwa tunaona yeye anakuja bila kuwa na vazi la baba, yaani vazi la yeye kupitia kwenye mbegu ya baba. Ndio tunamuona sasa akiwa amepitia kwenye chombo cha Mariamu. Tunaona Mathayo 12 na yeye analikataa hilo vazi. Mathayo 12:46. Alipokuwa katika kusema na makutano, tazama mama yake na ndugu zake walikuwa wakisimama nje wataka kusema naye. Mtu mmoja akamwambia, tazama mama yako na ndugu zako wamesimama nje wanataka kusema naye. Akajibu akamwambia yule aliyempasha habari, mama yangu ni nani na ndugu zangu ni nani, ni akina nani? Akawanyoshea mkono wanafunzi wake akasema, tazama mama yangu na ndugu zangu, kwa maana yeyote atakayefanya mapenzi ya Baba, huyo ndiye ndugu yangu. Kwa sababu yeye alikuja na kweli, yeye alikuwa ni kweli. Kwa hiyo kweli haina asili ya damu, haina lugha kweli, haina imani kweli, haina ukoo kweli, haina utaifa kweli. Kweli haina ya kwetu huyu. Kweli ni kweli tu peke yake. Tunaiona hapa kwenye Yohana 18 ili tuishuhudie. Kwa hiyo hapo alikuwa anatoka kwenye lile vazi walilokuwa wanataka kumvuta. Yohana 18:19-37. Basi Pilato akamwambia, wewe huu mfalme basi? Huyo Yesu akajibu, wewe wasema kwa kuwa mimi ni mfalme. Mimi nimezaliwa kwa ajili ya haya, na kwa ajili ya haya mimi nalikuja ulimwenguni ili nishuhudie ile kweli, ili kila aliye kwa hiyo kweli uisikia. Pilato akamwambia, kweli ni nini? Kweli haikuwahi kujulikana, kwa sababu kweli ilikuja ikatangazwa kupitia neno. Kweli ilikuja kutangazwa kupitia sauti. Kweli ilikuja kutangazwa kupitia maandiko claiming. Kweli ilikuja kupitia nguvu ya pumzi, watu wanapuliziwa. Kweli ilikuja kupitia nguvu inayoitwa kwa ajili ya mafuta, kwa ajili ya vibebea nguvu, mifagio, sijui vitu vingi. Lakini kweli anasema tu hata kwamba mtaifahamu kweli, nayo kweli itatuacha huru. Kwa hiyo tunaona sasa hapo akiwa anaikataa. Bwana anaikataa kwa sababu tayari yule baba ambaye ndio umekuja kuwa vyombo, tayari wale hawako connection na baba tayari. Wao na wao wanajiita baba na wanajiita mama. Wametengeneza generation yao. Generation sasa hizo za baba ambaye ni kopi ndani yetu ni yule ambaye baba wetu mzazi anatupeleka kwenye mila, anatupeleka kwenye lugha zetu, ambako si kule. Baba anasema twende kwenye kweli yote. Sasa hao ndio wanakuwa mama, wanakuwa baba juu ya nchi. Kwa hiyo wakumzalia sasa ambaye anaitwa dunia, lakini wanafanya ibada ya baba yao Adam kwenye lile kaburi ambalo wanakuja kutuonyesha Yesu. La Marko kwanza la Mathayo 8 ule mstari wa 28. Hili ni kaburi la Yesu, kaburi la Adam. Naye alipofika ng'ambo katika nchi ya Gerasi, watu wawili wenye pepo walikutana naye, wanatoka makaburini, wakali mno hata mtu asiweze kuipitia njia ile. Na tazama, wakapiga kelele wakisema, tuna nini nawe, mwana wa Mungu? Kwa hiyo wamegeuka sasa, ibada zote juu ya nchi wanaabudu Adamu huku kwa asili kupitia anguko lake
la miaka 930 na akiwa na utumwa wa miaka 70, akitumika kwenye ile mauti ya pili, anatumika mara mbili. Akili yake ndio nayoiona AI huko, watu wanafumbua vitu, ni akili ya Adamu ile, sio akili ya shetani. Kwa sababu anayevumbua pale kwani ni nani? Si ni ya mtu. Kwa hiyo ni Adamu, lakini ile mafundisho tunayofundishwa ni shetani, tunamweka mbali sana, lakini sio hivyo. Ni mimi na wewe kwa sura ya leo. Basi kulikuwa mbali nao kundi kubwa la nguruwe wenye walikuwa wakilisha. Wale pepo wakamwambia, wakamsihi, wakisema, kitutoa tuache twende tukaingie katika lile kundi la nguruwe. Ndio tunamuona sasa huyo anaitwa Hawa akiwa tayari, akawaambia nendeni. Wakatoka wakaingia katika nguruwe, na kumbe kundi lote wakateremkia gengeni kwa kasi hata baharini, wakafa maji huko. Tunaona hiyo bahari iko kwenye Ufunuo 17. Bahari ni asili zetu tulizokuwa nazo, ambazo ndio huyu sasa Hawa akakaa hapo. Akaja mmoja wa wale malaika 7 wenye vile vitasa 7, akaniambia akisema, njoo huku takuonyesha hukumu ya yule kahaba mkuu aketiki juu ya maji mengi, ambaye wafalme wa nchi wamezini naye, na wako katika nchi wamelevya kwa mvinyo yake na uasherati wake. Ndio sasa unaona maana kabisa yake kwa ajili ya ile nguvu ya Mathayo 17 ile 15. Kisha akaniambia, yale maji uliyoyaona hapo aketipo yule kahaba ni jamaa na makutano na mataifa na lugha. Ndio ibada sasa hizi unazoziona, lakini zimeanzia huko. Kwa hiyo ni akili ya Adam kwa ajili ya wote kufanya hivyo. Sasa tunaona hapa, ili tueleweshwe na baba, Luka 8 mstari wa 26. Na soma Adam, kaburi lake ambayo akili yake ndio inatumika. Kwa hiyo generation yake yote sisi sasa, yaani tunamwona shetani yuko mbali, lakini ni ndani ya akili. Yaani ukiwa tuna gesi na kweli yote tayari, wewe kuna vita humo ndani. Wakafika ng'ambo, pwani ya nchi ya Gerasi inayoelekea Galilaya. Naye aliposhuka pwani, alikutana na mtu mmoja wa mji ule mwenye pepo wa kuvaa nguo siku nyingi, wala hakukaa nyumbani ila makaburini. Tuko huku lakini tuko kule kwa baba yetu Adam na mama yetu Hawa. Alipomwona huyo Yesu alipiga kelele, akaanguka mbele yake, akasema kwa sauti kuu, nina nini nawe Yesu mwana wa Mungu? Kwa sababu hana jinsia ya baba wala ya mama juu ya nchi. Wamepitia kama chombo, kama vile Yohana 1:13 nasema, waliozaliwa sio kwa mapenzi ya mtu wala kwa mapenzi ya mwili wala kwa mapenzi ya ile nguvu ya mwanadamu, bali kwa mapenzi ya kweli yote. Na kusihi usinitese, kwa kuwa amewaamuru yule pepo mchafu amtoke mtu yule. Yaani kile kitendo cha Yesu kumuita pepo amtoke, ina maana alimchukiza. Akasema, utanihitaji mimi pepo wakati mimi tulifanya agreement na baba kwamba mimi ndio niwe huku juu ya nchi, lakini kwa sababu niliglap, baba akaninyang'anya utawala. Sasa naishi huku, natumikishwa mimi. Hivyo kamsi akaenda baharini. Tunaona sasa Marko, ili upate nguvu ya kweli yote hiyo na mambo yote, sasa ile akili yetu nzuri ya kweli yote tupokee, na tumepokea. Kwa ile akili ya bandia haina kazi. Kwa sasa hata sisi wenyewe tunakuwa na kumbukumbu. Siku hizi mambo ya kumbukumbu zimekata, na ndio maana baba ameruhusu hiyo AI ikaja, ili akili ya mtu aiweke chini.
si shetani yule. Utaona Marko 5, nasoma kwa utaratibu hapa kwa sababu ndio faida. Wakafika ng'ambo ya bahari mpaka nchi ya Gerasi, na alipokwisha kushuka chomboni, mara alikutana na mtu ambaye ametoka makaburini, mwenye pepo mchafu. Makao yake yalikuwa pale makaburini, na wala hakuna mtu yeyote aliyeweza kumfunga tena hata kwa minyororo, kwa sababu alikuwa amefungwa mara nyingi kwa pingu na minyororo. Akaikata ile minyororo na kuzivunja zile pingu, wala hakuna mtu aliyekuwa na nguvu za kumshinda. Yaani pepo ambaye ni Adamu. Sio rahisi. Adam na Hawa sio rahisi. Miaka 930 na miaka 70, wewe mtoto tu ambao tumezaliwa, hauwezi kumshinda yule pepo. Ndio maana unaona anakaa na anafanya, umfanye kitu. Zile ibada ambazo unaziona zimekamata juu ya nchi, ibada za miti, ibada za mawe, wanamtumia yule. Wala hakuna mtu aliyekuwa na nguvu za kumshinda. Na siku zote usiku na mchana alikuweko makaburini na milimani, akipiga kelele na kujikatakata. Na alipomuona Yesu kwa mbali, alipiga mbio akamsujudia. Naona? Kwa hiyo ndio ibada sasa utimilifu, kwamba kwa majira yake tayari itakuwa na sujud. Kwa ajili sisi sasa wote akili zetu tunapokea akili ya kweli yote. Ile akili ya kupokea uongo juu ya nchi na kusimenti na kukaa kama imani wakati ni uongo hakuna. Akapiga kelele kwa sauti kwa akisema, nina nini nawe Yesu mwana wa Mungu aliye juu, na kuapia na kuapisha kwa Mungu, usinitese. Naona kwa sababu wewe ni Adamu. Kwa sababu amemwambia ewe pepo mchafu, kwa sababu ni mtu, akili yake ndio inachezewa, inageuka kama pepo. Mtoke mtu huyu. Akamuuliza, jina lako ni nani? Akamjibu, jina langu ni Legion, kwa kuwa tu wengi. Akamsihi sana asiwapeleke nje ya nchi ile. Wakawepo. Na hapo milimani palikuwa na kundi kubwa la nguruwe wakilisha pepo. Wote wakamsihi wakisema, tupeleke katika nguruwe hawa. Kwa sababu alikuwa kiunabii Yesu, ina maana alikuwa anatuonyesha kwamba namna ambavyo nguvu ya utendaji wa Adamu alivyokuwa anatumika. Akawapa ruhusa wale pepo wachafu, wakatoka wakaingia katika wale nguruwe, nalo kundi lote likateremkia kwa kasi gengeni, wakaingia baharini, wapata 2000. Leo tuko kwenye miaka 2026 ya AC na BC. Sasa haya ni mapepo 2000. Hii mapepo 2000, basi toa hiyo miaka basi. Miaka 2026 toa 20 hiyo miaka 2000. Unabakiza miaka 26. Yesu alifanya kazi miaka mingapi mpaka utimilifu wake? Alianza kazi miaka 30. Ina maana alifanya kazi miaka mitatu. Miaka 33. Sasa toa 33 kwa 26, utapata miaka 7. Kwa hiyo huo ndio utimilifu wa kanisa kutokuwepo. Ina maana unaanza utawala wa kweli bila mapepo, bila akili za uharibifu juu ya nchi. Kwa ndio maana akasema atatufufua na nguvu ya kaburi kupitia Ezekieli 37 ile 1 mpaka 28 na ile Hosea 13:14. Kwa hiyo tunaona kinachotolewa utumwani ni zile akili zetu zilizounganishwa na imani mbalimbali kupitia yale mafundisho, kwa sababu hatukujua Adam alienda wapi. Tunaona hapa tukiwa watoto sasa wa nyoka, kizazi hiki ambacho kipo sasa, ambacho ni sisi na wewe na yule, tukiwa tunapenda sana hivi vitu ambavyo tunavisoma. Wakamjia Mafarisayo na Masadukayo, wakamjaribu, wakamwomba awaonyeshe ishara itokayo juu. Akajibu akawaambia,
Ukiwa jioni mwasema kutakuwa na kianga, kwa maana mbingu ni nyekundu, na asubuhi mwasema leo kutakuwa na dhoruba, kwa maana ni mbingu nyekundu. Tena kumetanda, enyi wanafiki, mwajua kuutambua uso wa mbingu. Lakini je, ishara za zamani hizi hamwezi kuzijua? Kama hizi zinazowaambia kwamba nguvu ya mahali pa Kebar ambacho ni Mwanzo 25 ile 5 ni Kenya na noti 1000 kwa uhalisia. Unaweza kuiona kama vile mzaa, lakini ndio utendaji wenyewe. Kenya ndio East Africa proper, mahali pa langoni. Ndio maana unaona pana mahali panaitwa lango kubwa, liko kwenye Ezekieli 43:1 mpaka 9. Hii hapa juu, hii ni Eastland, kwa ajili ya utimilifu wa wote watu. Sasa kuanza ile last revive kwa watu wote. Kizazi kibaya na cha zinaa kiataka ishara, wala hakitapewa ishara isipokuwa ishara ya Yona, akawacha akaenda zao. Kwa hiyo Yesu mfumo wake si katika ishara na si katika unavyoona nguvu ya yale tunayoyaona wingi. Kama atakuja kimya kimya, sasa unategemea hiyo wingi ataupata wapi? Si mpaka anze, kwa sababu kwanza watu wote kama unavyoona tumekumbatia roho za uharibifu ambazo hatujui ni kitu gani kinatula ndani. Kama hapa tu kwa mfano naweza kukuonyesha ili upate Mathayo hiyo tuliyokuwa tunaisoma ile 8 ule mstari wa mwisho wa 32. Akawaambia, nendeni. Wakatoka wakaingia katika nguruwe, kumbe kundi lote wakateremkia gengeni hata baharini, wakafa majini, roho za wafu. Lakini wachungaji walikimbia. Kwa hiyo Yesu hakuwa na wachungaji, lakini wachungaji wakakimbia, wakaenda zao mjini, wakazieneza habari zote za wale wenye pepo. Na tazama, mji wote ukatoka kwenda kumlaki huyo Yesu. Nao walipomuona walimsia aondoke mipakani mwao, kwa sababu wana vitu ndani. Kwa hiyo hii habari ya kweli juu ya siku ya mwisho sio kitu kidogo, kwa sababu inaua zile roho ambazo zilikuwa ndani yetu, ambazo zilikuwa zimeishi muda mrefu, na tukijua ni tuko kwenye light track, kumbe hamna. Sasa anasema hapana, hivi ndio ibada. Kwa hiyo wanachukia, kwa sababu tulikuwa tunatumikishwa bila kujua, tukifundishwa mafundisho ya mbinguni bila kujua. Sasa yule wa kweli sio kitu kidogo. Unaweza kukuta hata sio rahisi juu ya nchi. Yesu mwenyewe alitoa mbio. Sasa je, siku ya mwisho inakuwaje? Kwa sababu kazi zote mbaya zinaungua, zisizomtukuza zinaungua. Kwa tunaona sasa hapa tunaitwa kizazi hicho. Tunaona hata Mathayo 12 na yenyewe, ili tumalize, alafu nitakuuliza swali. Mathayo 12 ule mstari wa 34. Enyi wazao wa nyoka, mwawezaje kunena mema mkiwa wabaya? Maana kinywa cha mtu huyanena ujazayo. Ndio maana anatuita kama uzao wa nyoka, sababu baba yetu Adam ndio alipingana na Baba, ndio akageuzwa kuwa nguvu ya roho chafu juu ya nchi. Kwa hiyo Mathayo 12:38. Hapo basi waandishi na Mafarisayo wakajibu wakasema, Mwalimu, twataka kuona ishara kwako. Akajibu akaambia, kizazi kibaya cha zinaa chatafuta ishara, wala hakitapewa ishara, ila ishara ya nabii Yona. Kwani kama vile Yona alivyokuwa siku 3 mchana na usiku katika tumbo la nyangumi, hivyo ndivyo Mwana wa Adamu atakavyokuwa siku 3 mchana na usiku katika moyo wa nchi. Kama vile unavyoona sasa, watu wa Ninawi watasimama siku ya hukumu kama hivi nayo itangaza.
judgment day tayari imeshainuliwa na Baba juu ya nchi yote. Ndio maana naomba tu wewe umuunganishe wote, waunganishe wewe, uunganishe yeye mwenyewe aseme nao huko, kwa sababu ni faida kwa ajili yetu, taifa na mataifa na uumbaji wote. Ndio maana nikasema sasa hivi ni lazima sasa tupeleke habari kwa pamoja. Kwa hiyo kuchangia kwa ajili ya hiki ambacho tutakuwa tunatuma hiyo nguvu ya account, tunatuma hiyo nguvu ya M-Pesa au nguvu ya account kwa ajili ya kuchangia hiyo. Hii ndio ibada ya watu wote isiyokuwa na imani wala nguvu ya dini. Watu wote kuishi kwenye ile kweli. Watu wa Ninawi watasimama siku ya hukumu pamoja na watu wa kizazi hiki, nao watawahukumu kuwa wamekosa, kwa sababu wao walitubu kwa mahubiri ya Yona. Na hapa yupo aliye mkuu kuliko Yona. Hapa Malkia wa Kusini atasimama siku ya hukumu pamoja na watu wa kizazi hiki, na atawahukumu kuwa wamekosa, kwa sababu yeye alikuwa akitoka pande za mwisho wa dunia ili asikie hekima ya Suleiman. Hapa yupo aliye mkuu kuliko Suleimani. Ndio maana agano sasa la Suleiman linapasuka, linavunjika. Ina maana sasa Freemason, wachawi, waganga, washirikina, akili walizokuwa wanatumia ndio zimeisha. Kwa sasa inabaki akili moja peke ya akili ya kweli yote ya Baba. Sasa hapa nauliza sasa, kama huyu aliyepewa hii akili, Zaburi taisoma alafu ndio nikuulize hapo. Zaburi 8. Zaburi 8 ule mstari wa 4. Mtu ni kitu gani hata umkumbuke, na binadamu hata umwangalie? Kwa hiyo mtu ni muongo na mwanadamu anajuta. Ndio maana nasema sasa, kama mimi nilikupa wewe akili ya kweli yote, utawale, umiliki, na ukataka kuniklabu, kuninyang'anya, kunikoni. Sasa ndio maana Adam akapigwa nje. Ndio maana akanyang'anywa ukuu ndani, akawa na 930, akapelekwa utumwani miaka 70. Ina maana generation hii akili ndio shetani, kwa sababu akili ya Adam ilipelekwa kwenye vitu. Yaani vitu ndio viwe wanatutumikisha ili tusiweze kutawala vitu, kwa sababu vitu vyovyote juu ya nchi ni vyetu. Lakini tulipomwacha Baba akatunyang'anya ile nguvu ya sisi kupata hivyo vitu. Kwa hiyo wakawa hata wasiofaa wanapata sasa. Kwa hiyo wakawa wanatutia wivu. Umemfanya mdogo punde kuliko Mungu, umemvika taji ya utukufu na heshima, umemtawaza juu ya kazi ya mikono yake, umevitia vitu vyote chini ya miguu yake. Kwa hiyo Adam ilipoasi akili yake, ndio akawa baba wa uongo juu ya nchi. Kwa hiyo aliyowazaa na watoto wakawa hivyo. Kwa hiyo sasa, kwa sababu hatuna macho, hatuna masikio, ina maana tulikuwa sasa Adam akazaa mitume, manabii Babeli hao. Sasa nasema aliyepewa uumbaji ni Adam. Ni nani aliyekabidhiwa kuwa sura ya Baba? Ni Adam. Ina maana ni mimi na wewe. Ndani ya akili zetu, mimi na wewe ndiye tulijiita baba na mama. Je, shetani ni nani? Na huyo ibilisi ni nani? Na huyo joka ni nani? Leo akili ndani yetu ya uharibifu imefutwa. Akili ya baba photocopy imefutwa. Akili ya mama photocopy imefutwa. Akili ya uasi juu ya nchi, AI ambayo inaonekana kama ni ya shetani, imekuja ili angalau sisi tudropishwe chini. Kwa sababu sasa hivi mtu alikuwa amejitukuza. Mtu akipata vitu, mtu anajitukuza zaidi ya Mungu, zaidi aliyemuumba. Anafanya vitu ambavyo hata muumbaji mwenyewe hana moyo huo. Kwa hiyo ina maana ile hekima sasa ya akili iliyokuwa inatumika. Kwa hiyo akili za wachawi hazipo, akili za waganga hazipo, akili za mafilimason hazipo. Kazi ya haribu na kuziondoa. Kwa hiyo ni akili moja tu ya kweli
yote ya Baba imeingia ndani yetu, mweupe, mweusi, mwekundu, kwa ajili ya mtoto mdogo, mkubwa, kwenye vitu, kwenye watu, kwenye nguvu ya mbingu zote, kwenye maji, mito, maziwa, ni akili ya kweli yote. Kwa hiyo Baba ametubariki sana. Karibu tena kwa ajili ya Kweli Yote TV, ndani ya chuo cha Kweli Yote, kwa ajili ya utukufu wake. Kwa hiyo nchi imebarikiwa, taifa limebarikiwa, watu wote wamebarikiwa na wametunzwa na yeye. Sasa tuna akili ya yeye. Hata kiongozi kwa ajili ya taifa, naye Baba amemtunza, na viongozi wote wa mabara yote na mataifa yote. Karibuni tena kwa ajili ya Kweli Yote TV, mahali pazuri pa kujifunza kweli kwa ajili ya siku ya mwisho.